300, shilingi 800 kwa teksi mpaka shilingi 50. Na mimi pia nataka niwaeleze wana Mombasa ya kwamba mbali na kuunganisha sehemu hii na terminus ya SGR, vile vile nimeeleza waziri na railways waanze sasa kupanga vile tutaunganisha hapa pia na Dongo Kundu. Tuko na kilomita karibu 35, kwa sababu pale Dongo Kundu pia niliwaeleza watu wa Mombasa, tumeongea miaka nenda miaka rudi kuhusu mambo ya special economic zone ya Dongo Kundu. Lakini jana nilikuwa na ndugu zetu waegezaji, watu wa Afri-Exim Bank, kampuni ya Arise. Tumeanza jana kule Vipingo, na sasa tuko na pesa shilingi milioni 500 dola ya Marekani, ama shilingi bilioni 65 za Kenya, kutengeneza special economic zone ya Vipingo, kutengeneza special economic zone ya Dongo Kundu, na kutengeneza special economic zone ya kule Mombasa. That is just for matters infrastructure. We are going to invest more with our friends as we make the port of Mombasa much more efficient, as we make the county of Kilifi, Mombasa, Lamu, and the entire Coast Province a source of serious economic activity, so that we can employ more young people, create more wealth, drive our economy, and elevate our country to new status. Kwa hivyo, mimi nitarudi hapa mambo mawili kabla ya Disemba. Nitarudi hapa kwa mambo ya Dongo Kundu, kuja kuanzisha rasmi ujenzi wa special economic zone ya Dongo Kundu, na nitakuja hapa ili tuweze kupanua port yetu ya Mombasa. Kwa sababu, ndugu zangu watu wa Mombasa, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu, ama kwa matusi, ama hekaya za abunuasi. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo bwana. SGR hii mnayoona hapa leo, tumefikisha hapa CBD reli ili kupunguza msongamano wa magari, kurahisisha usafiri na kupunguza gharama kwa wananchi kusafiri kutoka Changamwe, Miritini, Mazeras, kule Shimanzi, all the way mpaka wafike hapa CBD. That is the kind of efficiency we want to create in our economy, because that is how we are going to move